Wenyeviti wa serikali za vijiji na vitongoji wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara wamesema hawatokuwa na huruma kwa watakaobainika kuhusika na hujuma ya miundombinu ya umeme na kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao, ikiwa ni pamoja na kufikishwa mahakamani. Wamesema hayo wilayani humo kwa nyakati tofauti katika vitongoji vya Tripoli, Matogoro, Mpakani B na Mji Mwema na Mnianda Oktoba 21, 2025 wakati wa kampeni ya kuhamasisha wananchi kuunganishiwa umeme inayoratibiwa na wakala wa nishati vijijini REA. Kwenye kitongoji changu nimebahatika nimpata miradi miwili ya umeme. Mradi wa kwanza huko kwenye eneo linalojulikana kama ni Tripoli na mradi wa pili huko kwenye eneo linalojulikana kama ni Matogoro. Kwanza tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutimiza majukumu yake kwa wananchi. Tunashukuru sana, imetumia gharama kubwa kwenye kujenga miundombinu hii ya umeme. Na mimi nikiwa mwenyekiti wa kitongoji hichi nikishirikiana na wananchi, tunaiahidi serikali kwamba tutasimama imara kuhakikisha tunalinda miundombinu hii ili isiharibiwe, isihujumiwe na wahalifu wachache wasiopenda amani. Kwa kwenye hili niahidi serikali, niahidi REA kwamba tutafunga mkanda kuhakikisha tunalinda hii miundombinu yetu ambayo kwetu tumepokea kama ni lulu. Ni jambo ambalo hatukutarajia kwa mazingira haya ya kawaida kwamba tutapata huu mradi. Kwa hiyo kupitia hili jambo ni uhakikisheni tutasimama imara. Hatutoi nafasi kwa wale ambao wanajulikana kama ni vishoka kuhujumu hii miundombinu, lakini pia hata wale ambao wanasema wananufaika sio na mafuta ya transformers, hatutaruhusu hilo jambo. Tutakuwa walinzi mmoja baada ya mwingine. Namna ya kuomba umeme kuna njia 3. Mmezisikia. Kwenda wewe mwenyewe moja kwa moja ofisi ya TANESCO au kuingia menu ile ya 15200. Mnaelewa? Na njia nyingine kuonana na mkandarasi wako akuombe umeme na taratibu zingine zinafuata. Hata mwenyekiti mimi na mwenzangu Bwana Sharifu, kazi yangu mimi ni kushawishi kwa viongozi wa TANESCO pamoja na REA kuleta huu mradi. Ukishafika mradi ndani ya eneo, mimi kazi yangu imekwisha. Siwezi kumdanganya mtu kumwambia bwana nipe kiasi fulani ili nikuingizie umeme kwenye nyumba yako. Huo ni uongo. Kwa hiyo jamani, tuwe makini sana. Hizi taratibu na mmeambiwa jamani tuende na kasi. Hiki kipindi jamani tusiongopeane. Hiki kipindi angalau 200 inapatikana. Tena imekuja kipindi kizuri. Maana huu mradi ingekuwa na katika mwezi wa 7 tungechanganyikiwa kidogo. Lakini huu mradi tumeambiwa Januari mwisho. Kwa hiyo kipindi hiki kichakati shilingi 27 jamani tujitahidi tuipate. Na wala lingi tumeambiwa angalau chumba kimoja ufanye kwa ajili ya kukaribisha kupata umeme. Yani kuupokea. Kwingine utakuwa unaendelea kidogo kidogo, ndio taratibu zilivyo. Yani wameturahisishia mambo vizuri kabisa. Karibu. Kwa majina naitwa Sofia Ali Taka. Tunashukuru huu mradi wa Mama Samia. Tumeupokea kwa furaha kubwa sana. Sisi kama wanawake wa kijiji cha Matogoro, mtaa wa Tripoli. Tunashukuru kwa kweli kwa furaha kubwa na mengi tutayafanya. Kama sisi wanawake tuna vikundi mbalimbali ya kubangua korosho. Wakina mama sisi kwa kweli tunashukuru huu mradi. Kwa sana tu kwa furaha kubwa. Mama Samia tunampigia makofi yote kwa shangwe kubwa. Kwanza ametukomboa sisi kina mama wale ya chini. Nashukuru kwa kweli. Hatuna cha kumshukuru. Ametuendelea giza kabisa na mambo mengi tutayafanya. Kwa sisi wanawake tunampa 5 tena. Kwa jina naitwa Shala Alfani Said Mwandazi. Mimi nashukuru sana kwa kutuletea mradi wa umeme. Tulikuwa tunapata shida sana, kwanza kuchaji simu. Tunahangaika, tunaenda huko mara 200, 500, haieleweki, simu zinapotea. Tunashukuru kama kweli mmetupelekea mradi huu. Asanteni sana. Mbarikiwe ni mliko. Kila siku na kuni giza na sisi, tunapambana na vibaka, kuna mwanga. Mpaka kufika hapo. Asanteni sana jamani. Umeme ulivyofika hapa, mimi ni mbangwaji korosho maarufu. Ukisikia Shala Nyoka mbangwaji korosho ndio mimi namba 1. Kwanza nitaomba nitaungana na wenzangu tuende kikundi watuletee mashine ya kubangulia korosho. Kwa majina anaitwa Ali Hamis Luchia. Mimi ni mkazi wa Tripoli, Matogoro. Tunashukuru sana kwa huu umeme ambao uliofika kwa sababu nilikuwa na malengo nayo.
kwa maana unapopokea umeme manake kuna vitu vingi vinaongezeka. Thamani ya eneo lilopo linakuwa kubwa, lakini pia Tandahimba yote kiujumla nayo inakuwa ni kubwa kutokana na thamani ya kitu ambacho kimefika. Mimi nashukuru sana kwa sababu nilikuwa nahitaji hapa kuuza skrimu, yani kuwa na kiwanda kidogo, manake kuna mashine yangu pale ninayo. Kwa hiyo sasa hivi manake nitaweka pale mashine, manake kama nitapata hela watu watakuwa nasaga mahindi huku na nini. Kwa hiyo ni jambo ambalo nashukuru sana kuingia umeme kwenye eneo hili. Kwa namna moja ama nyingine nishukuru serikali ya awamu hii, manake tumekumbukwa zaidi mara zaidi, kwa sababu ni kitu ambacho kimejitokeza, lakini sisi wenyewe wakazi wa huku hatukuwa na imani na hicho kitu kwamba tunaweza tukakipata. Lakini leo tumekuja kukipata hichi kitu, manake tunashukuru kwa shukrani za dhati kabisa. Naitwa Salima Ali Mtawamba, ni mkazi wa Matogoro Tripoli huku. Mimi ninashukuru kwa kuona ujio wa watu wa Lea kutukumbuka. Kwanza namshukuru Mama Samia kwa kutuma Lea itoke huko, mwingine nasikia watu kutoka Dodoma, sijui wapi huko, wakaja Tandahimba hii. Tandahimba si mwisho mpakani na Msumbiji huko, lakini mama amekuona, amejua hii yote ni Tanzania yake. Nasema asante mama. Ninakushukuru. Hawa vijana wa Lea wamekuja hapa, wametupa elimu mzuri kabisa. Tumeipokea Lea, yani tumeipokea sijui nisemeje mama, tumeipokea kwa uzuri zaidi. Tumeweka wiring ndani kwetu sisi. Hatuna cha kukulipa mama, Mwenyezi Mungu ndo atakulipa. Kwa kuwafanya Lea wafike Tandahimba hii. Tuna shida nyingi za umeme huko. Kila siku tunapata shida sisi ya umeme, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu amekujalia wewe Mama Samia, ukawajali wananchi wako. Huko ndo kuwajali wananchi. Umetujali wananchi wa Tandahimba, wanawake wa Tandahimba, umetujali Mama Samia. Hakuna kingine. Watu tulikuwa tunagombea maji, sisi tunayo. Ulibaki umeme kwetu. Umeme huu hapa leo unatuletea Mama Samia, Mungu atakulipa. Sisi hatutaweza kukulipa. Atakulipa wewe Mwenyezi Mungu, atakulipa na vijana wako wote wale ambao umeongoza huko kuleta Tandahimba hii. Pasipokuwa wewe, hawa vijana wale wasingefika huko. Uongo kweli jamani? Jamani, mimi sina la kusema zaidi. Mimi nimejiandaa kwa uhakika kabisa, kwa kuamini kabisa kusema Lea mimi nimeipokea. Pale pa kupokelea umeme hapa, mita hii hapa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.